Mtazamaji, hii ni Sport News ya Nakivuna Media. Mimi ni Salma Shabani na leo kwenye Sport News ya Nakivuna tunaangazia barua ambayo imetolewa na Yanga katika siku ya jana mara baada ya kupokea barua kutoka katika kamati ya usuluhishi ya kimataifa CAS. Mimi ni Salma Shabani, nipo na mchambuzi hapa Bwana Shabani Mchome. Shabani Mchome, mambo vipi? Bwana fresh sana. Uko poa kabisa? Vizuri. Bwana, kuna barua ambayo Yanga wameitoa katika siku ya jana mara baada ya kupokea barua kutoka kamati ya usuluhishi ya kimataifa CAS, ikiwa inawaelekeza Yanga kurudi kwenye kamati za ndani kuhusiana na lile sakata lao. Sasa Yanga wanaonekana kugomea hilo. Sasa hebu tuambie kwamba pengine hatua ya Yanga kukataa kurudi kwenye kamati za ndani kama ilivyoelekezwa na CAS inaweza kuleta athari gani kwenye klabu hiyo kwenye ngazi ya kitaifa na kimataifa? Ukitazama kwa undani waraka ambao waliutoa jana Young Africans ni kutokana na majibu ambayo ameyapata kwenye mahakama za usuluhishi wa kisoka CAS, na ikiwaelekeza kwamba wanapaswa kurudi kwenye vyombo vya ndani kwanza kujaribu kulizungumza swala hili na kulisuluhisha kabla hawajavuka ngazi kuelekea CAS. Ukitazama Young Africans wameonyesha kwamba kuto ridhishwa na maamuzi na pia hawana imani na watendaji waliokuwepo kwenye kamati hizo, na ndio maana umeona umekuja na waraka ambao unaeleza kwa taarifa kwa umma, kwa viongozi na mashabiki na wanachama ambao wanaisupport klabu hiyo kwamba wao msimamo wao uko pale pale. Kwanza hawana imani na watendaji kwenye kamati hizo, lakini pia wao hawatoshiriki mchezo huu ambapo utapangwa tena. Tayari mchezo ushapangiwa tena siku ya kuchezwa, lakini bado wao wamejikita kwenye msimamo wao. Ukitazama vizuri waraka ule na ukitazama namna ambavyo sakata hili linakwenda, inakupa picha nyingine ambayo inafikirisha zaidi, kwa sababu ukitazama serikali chini ya wizara ya michezo wamekuwa mstari wa mbele kusapoti michezo. Unaweza ukaona baadhi ya michezo ikiwepo ile michezo ya klabu bingwa, sio baadhi, michezo yote inayoshiriki kimataifa, kwa maana timu ya taifa na vilabu ambavyo vinashiriki michuano ya klabu bingwa na shirikisho, kunakuwa na goli la mama. Hii inaonyesha namna gani ambayo serikali inajaribu kusapoti na kuipa nguvu michezo ya Tanzania, na kwa kiasi kikubwa tunaona namna ambavyo imekuwa na mchango mkubwa, na unaweza ukaona Simba kwa takriban misimu mitano mpaka hivi sasa wamefika fainali. Huenda ikawa ni changamoto ambayo walikuwa wakipitia muda mrefu wamekwenda, lakini ukitazama ili sakata pengine kwa namna ambavyo mimi nimelitazama kwa jicho langu ni kwamba huenda viongozi wanajaribu kutengeneza scenario kwa mashabiki wao kwamba tuna mikakati na tuko pamoja na nyinyi kwenye kile ambacho tumekubaliana. Ukitazama vizuri, yes, tayari walishavuka ngazi wakaelekea CAS. Lakini Mchome, Yanga kuto kuanzia kwenye kamati za ndani za soka hapa nchini na kuvuka kwenda kwenye kamati za usuluhishi za kimataifa, wewe unaona kwamba ni sawa? Nayo ni changamoto nyingine, na ndio maana nakwambia Salma, ni timu ambayo tunasema ina viongozi weledi. Unamzungumzia Engineer Harris na CEO ambaye ana experience kubwa, CV yake imesimama kweli kweli. Watu kama kina Arafati Haji pale ni watu ambao tunaelewa na wanauelewa soka, kwa sababu hauwezi tu kaamka moja kwa moja kesi ukaipeleka CAS, ambako kabla ya kwenda kule kumbe kulikuwa na vitu ambavyo mlitakiwa kuvifanya kabla ya kufika kule. Kwa hiyo mimi ninachokiona kwa upande wao ni kwamba wanajaribu kutengeneza mazingira na wao kuonyesha kama viongozi kuna kazi ya ziada na wao wameifanya kwenye kuelekea sakata hili. Ikumbukwe walioanza kutoa taarifa ya kwanza kabla sakata hili kuanza, ni wakumbusha nao tutazama, ni Simba. Mara baada ya kuzuiliwa kufanya mazoezi wao wakaja kutoa haraka kwamba hawatoshiriki mchezo husika kutokana na kunyimwa haki yao ya msingi kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja husika. Lakini mara baada ya hapo unaweza kuona taarifa iliyofuata ilikuwa ni ya bodi ikiwairisha mchezo wenyewe na kutoa taarifa kwamba wanafanya uchunguzi na watatoa taarifa ya ni siku gani mechi itakwenda kuchezwa. Lakini Young Africans ukitazama katika hii tendency ya hili sakata, Yanga wamekuwa na matamko mengi zaidi kuliko Simba wala kuliko bodi. Unaweza ukaona kwa namna hiyo maana yake nini sasa kuwa na matamko mengi? Hapa ni wajaribu kuonyesha, na kwa sababu tayari walishaleta washakuja na tamko kwamba hatuchezi. Sasa tayari hatuchezi inatosha.
Yani kama Young Africans na uongozi wakishasema hatuchezi, inatosha kabisa, kwa sababu hatuchezi ni kwamba tayari wameshakaa na wameshaona kwamba wao walikuwa na haki ya kupewa hizo alama tatu walizokuwa wanazidai. Wao walikuwa na haki ya kucheza mchezo siku husika ambayo mchezo ulipaswa kucheza. Inatosha kuja na kauli mbiu ya kwamba hatuchezi. Hakukuwa na haja ya kwenda kasi, hakukuwa na haja ya kusema kwamba mamlaka hawana imani nazo, hakukuwa na haja ya sasa hivi kuna sakata jingine unaambiwa wameandika waraka ambao una zaidi ya peji 163 si 167. Hakuwa na haja na vitu vyote hivi. Lakini kwa nini vinafanyika hivi Salma? Wanavifanya kujaribu kuonyesha mashabiki wao kwamba kama uongozi umefanya jitihada za dhati kuelekea sakata hili ili kukamilisha kile ambacho mashabiki na wanachama wanakihitaji, kwamba tumezaraulika. Kwa sababu Salma, kwa nini Simba amesema hatutoshiriki huu mchezo, then huu mchezo haukushirikiwa kweli? Yani kwamba hatutoshiriki, Simba amesema hatutoshiriki, alafu mchezo haukuchezwa. Kwa hiyo hawataki kuonekana ni wanyonge mbele ya Simba, ambao Simba tayari wameshatoa tamko la kwamba hatutoshiriki na mchezo haukuchezwa kweli. Kwa hiyo Simba wataonekana kwamba ni wababe zaidi ya Yanga, ama Simba wanasikilizwa zaidi kuliko Yanga. Kwa hiyo viongozi wanakuja na hizi scenario, kama kweli ni watu ambao wamekuja na tamko la hatuchezi, hakuna haja yoyote ya Yanga kuendelea kutoa matamko, kuendelea kwenda wapi, kuendelea, kwa sababu ikumbukwe mkutano wa TFF alisimama engineer na akasifia uongozi wa Wallace Karia. Why unaosifia uongozi na siku chache tu unakuja tena unasema hauna imani na huo uongozi? Why? Then ikumbukwe Young African hivi sasa wanaongoza msimamo wa ligi, na Yanga hao ni watu ambao katika misimu hivi karibuni ndio wameongoza kumfunga Simba. Kwa hiyo hata hii dabi wana nafasi kubwa ya kumfunga Simba kama watashiriki. Lakini kwa nini wanaonekana kuja na matamko mengi zaidi? Sio kama wanaogopa dabi, sio kwamba wanauhofia Simba au wanahofia chochote, ila ni namna ya viongozi wataka kutengeneza scenario kuonyesha mashabiki kwamba tulifanya jitihada za kuhakikisha kwamba hii mechi hatutoshiriki, ila kulikuwa na changamoto za kuhofia labda kupoteza ubingwa, lakini za kuhofia labda mamlaka za serikali na vitu vingine, na ndio maana tumekwenda kushiriki. Mind you that Salma, hii mechi itachezwa na Yanga watafika uwanjani na mpira utachezwa kama kawaida. Hiki ambacho kinaendelea hivi sasa ni miongoni tu mwa vitu ambavyo kama tunasema siasa za soka letu kwa ajili, na ndio maana unakuona soka linakuwa na mambo mengi, na ndio vitu ambavyo vinachangamsha mpira wetu wa Tanzania, na vitu ambavyo vinaharibu pia soka letu. Huyu ni Mchome anasema kwamba yeye ana hakika kabisa kwamba mechi itachezwa. Sasa Mchome, tunaona kwamba Yanga wamevuka, wameenda kwenye kamati ya usuluhishi ya kimataifa na kuacha hizi kamati za ndani za soka, na kamati ya usuluhishi ya kimataifa imewarudisha. Ina mamlaka gani kisheria ya kuwarudisha klabu kuja kwenye kamati za ndani, na Yanga kama Yanga ina uhalali gani wa kukataa? Ukiangalia ilivyo hata kwenye maisha ya kawaida uendi kwenda kwenye mahakama za rufaa, si ndio? Kuna mamlaka, kuna mahakama za mwanzo, si ndio? Na kwenye soka liko hivyo pia, kuna kuhitaji wewe kwanza uhakiki kwanza umepitia ngazi za chini, tayari limeshazungumzwa swala na limepelekwa kwenye ngazi za juu, na ngazi za juu mpaka kufika huko ambako kunahitajika. Mpaka ufike kule kuna sehemu kwanza utakuwa kupitia ambayo Yanga hawakupitia, na ndio maana shauri lile limerudishwa na maelekezo yametolewa pale ni wapi Yanga anapaswa kwenda. Na Yanga hawaja kwenda hapo si kwa sababu tu hawana imani, lakini wanajua fika ni vitu gani vilisababisha hii mechi kuahirishwa. Kwa sababu Simba alifika eneo la tukio, then Simba hakuruhusiwa kuingia, na wale ambao wanasemekana ni mabouncer Young Africans wamewakana kwamba hawawatambui, lakini sisi ambao tunajihusisha na michezo kwa kiasi kikubwa tunawafahamu wale wanahusika zaidi na Young African. Tukifika makao makuu ya Yanga utawakuta, kwenye mechi za Yanga utawakuta, lakini pia tumeona baadhi ya mabouncer wakijaribu kupiga miongoni mwa watu ambao walikuwa wafanywa interview na waandishi uwanjani. Mara baada ya Yanga kupata suluhu, mara baada ya Yanga kupoteza, huwa wanaonekana wale mabouncer wakizuia labda baadhi ya interview, wakimzuia Alikamwe asiojiwe, wakimzuia engineer, tunawaona. Kwa hiyo ni moja kwa moja wanahusika na Young Africans. Kwa hiyo wale waliwazuia, na si kwamba tu wameamua kuwazuia Simba, ila ni maelekezo kutoka sehemu fulani kwamba hao wanakuja, kwa hiyo tuwazuie. Kwa sababu nasema ni maelekezo. Kwa nini ni maelekezo? Salma, ilikuwa ni Ramadhani, wale walikuwa wanafanya nini muda ule uwanjani? Utajua kabisa kwamba walikuwa na taarifa ya Simba kwamba atafika eneo lile, na ndio maana walikuwa kwenye eneo lile na kuwazuia Simba. Kwa hiyo ndio maana unakuta Young Africans anajaribu
naweza nikatumia lugha ya kutapatapa, si lugha nzuri, lakini wanatapatapa kwenye sakata hili kwa sababu wanajua fika ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa bodi nadhani hivi sasa anachotakiwa kufanya ni kutupa zile, wanasema kwamba walikuwa wametoa tamko kwamba wanafanya research, wanafanya nini wanaita, wanakwenda kufanya uchunguzi kwenye yale ambayo Simba wameadai kwamba kulikuwa na changamoto, na wale wenye bodi walikuja na matamko kwamba kulikuwa na uvunjifu wa amani, kulikuwa na rushwa, viashiria vya rushwa. Waje sasa hivi kutuonyesha kwamba nani alikuwa na viashiria gani na nani amefanya nini, na adhabu kikanuni zitokee, lakini mechi iko pale pale, and mind you Salma, mechi itachezwa. Yanga hatakubali kupoteza huu bingwa kirahisi hivi. Yeah. Haya, lakini kumekuwa na tetesi kwa mashabiki wa Yanga wakisema kwamba pengine wanaona Simba inabebwa sana wakati huu. Hivi Mchome, ni kweli kwamba Simba imekuwa ikibebwa? Kwa sababu hata hii mechi ya juzi ambayo Simba alicheza na Mashujaa, kuna baadhi ya mashabiki wasema kwamba Simba amebebwa na nini na vitu kama hivyo, na vibonzo kibao ambavyo vilitolewa na baadhi ya media vikionyesha kwamba Simba anabebwa. Hivi we kama mchambuzi, ni kweli Simba anabebwa? Ukifuatilia soka la Tanzania, kwa wale ambao mimi nadhani watu wengi wameanza kufuatilia soka baada ya ligi kuu kuanza kuoneshwa. Yani wengi wameanza kufuatilia hapa miaka ya hivi karibuni baada ya broadcasters Azam TV kuanza kuonyesha hii ligi. Lakini ukifuatilia kipindi hicho ambacho tunakuwa tunafuatilia watangazaji kama kina Juma Nkamia, wakina Enoki Bwigane, kipindi hicho maguu 12 ya mtu mzima, unamjua tunajua vitu vingi. Simba na Yanga wamekuwa kinufaika zaidi na makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Simba na Yanga, mind you, wote wawili wamekuwa kinufaika zaidi, na nadhani msimu jana Yanga ndo alikuwa ni timu ambayo inaongoza kwa marefa ambao wameshiriki kuchezesha mechi zao kufungiwa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani hizi timu zimekuwa zikunufaika na maamuzi ya waamuzi, kwa sababu imekuwa na muda mrefu hatujaona tofauti ya Simba na Yanga kwenye nafasi za juu. Kama sio Simba ni Yanga, kama sio Simba ni Yanga kuchukua ubingwa, na maanisha hatuoni vilabu vingine, licha kwamba vilabu vingine vinakuwa na uwekezaji. Wengine wanakuja tunazungumza kwamba labda hawako serious na michuano, labda viongozi hawako serious na wachezaji, labda sio sajili zinakuaje, lakini kubwa linalofanya kwamba tuone tu Simba na Yanga pale juu ni kwa sababu ya maamuzi ya waamuzi. Wote wamekuwa kinufaika zaidi. Pengine labda kama watu kwenye tasnia ya habari kwenye field hii ya michezo, tujikite kwenda kufanya uchunguzi zaidi. Ni nani msimu huu amenufaika zaidi na maamuzi ya waamuzi? Nani amenufaika zaidi? Ili tuje na hizo kauli, lakini hawa wote wamekuwa kinufaika zaidi na makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Tumeona sio Simba tu, hata Young Africans wana makosa ambayo mengi kupitia waamuzi wamenufaika. Baka msimu huu amefunga goli kwa mkono, kwa maana ya ameruka ngumi akapiga mpira umeingia na umeitwa kati. Kuna mechi Pacome amechukua mpira nje kabisa akauleta ndani kama assist, imefungwa. Pengine tukikaa chini kuna makosa mengi pia ambayo Yanga wamenufaika na maamuzi ya waamuzi, lakini hatujakaa chini kufanya zile research kamili tukajua nani amenufaika zaidi na maamuzi ya kibinadamu, makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Lakini wote wamenufaika, na ndio maana tunaona ni Simba na Yanga tu.